Ndugu waandishi wa habari, tulioko mbele yenu ni viongozi wa mikoa, wilaya, majimbo, kata, matawi, misingi na wanachama wa chama tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kuanzia leo Mei 14, 2025 tumejivua rasmi tukiwa na akili zetu timamu pasipo kulazimishwa na mtu wa aina yoyote, wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumefanya hivyo kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazokutana nazo ndani ya chama chetu. Sisi ni viongozi wachache tuliowakilisha wenzetu wengi kutoka katika majimbo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Shinyanga. Viongozi na wanachama zaidi ya 100 ndani ya mkoa huu wa Shinyanga wanaunga mkono tamko hili kwa juhudi zote la kujiondoa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanachama hao watautaarifu umma wa Watanzania sio muda mrefu kuhusu azima yao ya kujiondoa katika chama hiki. Chama hiki kimekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zimepelekea sisi kama wanachama wa chama hiki kuamua kuchukua maamuzi magumu, kuamua kujiondoa kulingana na changamoto ambazo zimepelekea sisi kujiondoa katika chama hiki. Na changamoto hizo ni pamoja na mosi, ubaguzi na upendeleo ndani ya chama. Kumekuwa na upendeleo na ubaguzi mkubwa sana kwa wale waliomuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe kwenye uchaguzi wa chama taifa. Yaani, mheshimiwa waandishi wa habari, ukionekana kwamba wewe ulikuwa timu au ulikuwa na mlengo fulani ndani ya chama chetu, kumekuwa na changamoto za kufukuzana ovyo pasipo kufuata misingi ya katiba ya chama. Kwa hiyo tumeonelea ni vyema utaona namna ambavyo tunaweza tukatafuta vyama vingine au majukwaa mengine ambayo tunaweza tukafanyia siasa zetu tukiwa na amani ndani ya mioyo yetu, kuliko kuendelea kufanya siasa kwenye majukwaa ambayo kiukweli na uhalisia yamekuwa ni majukwaa yaliyojaa marumbano, yaliyojaa kashfa, matusi, kuto kuheshimiana. Kwa hiyo tumeamua kuchukua jukumu hili kuona kwamba tunaweza tukatafuta jukwaa lingine la kufanyia siasa zetu. Watu hawa wamekuwa wanatutenga, watu hawa wamekuwa wakitukana, wakiwatolea viongozi wa juu kashfa na udhalilishaji ndani ya chama. Watu hawa wamepewa majina, yani ukionekana tu wewe kwamba unaunga mkono kitu fulani unapewa jina la usaliti. Yani hutakiwi kuchangia hoja tofauti na wenzako wanavyoonelea. Yani ukichangia, ukitoa tamko au ukionelea mapendekezo yako, unaonekana kwamba wewe umegeuka au umekuwa msaliti ndani ya chama. Kwa hiyo kwa muonekano huo, sisi ni baadhi ya watu tuliopewa jina hilo la usaliti. Kwa hiyo ukionekana tu uko kinyume na wao, basi wewe ni msaliti, wewe umewageuka. Kwa hiyo kwa mtazamo huo tumeona ni vyema tukajivua na kutafuta sehemu nyingine ya kufanyia siasa zetu. 2, kuvuliwa nyadhifa na wanachama bila kufuata misingi ya katiba. Kumekuwa na matukio ya uonevu kwa viongozi kuvuliwa nyadhifa zao na wanachama bila kuzingatia katiba. Yaani kumekuwa hapa karibuni kumekuwa na wimbi hilo sana. Ukionekana umefanya kitu ambacho wenzako hawakiungi mkono, ambao ni timu fulani, wanakwenda moja kwa moja na kupanga kukuvua nyadhifa zako bila kufuata misingi ya kikatiba ndani ya chama chetu. Chama chetu kimegeuka kuwa bahari inayofunga kambani.
Unajua bahari ikifuga kambale zote zile huwa zina ndevu. Kwa hiyo baba ana ndevu, mama ana ndevu, mtoto ana ndevu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumheshimu mkubwa, anayeweza kumheshimu mdogo, anayemheshimu wakati, yani wote tunakwenda level moja. Sasa kama ni hivyo kwamba hakuna kuheshimiana, kulikuwa na haja gani ya kufanya chaguzi? 96 chini ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Shinyanga akiwa Mheshimiwa Shelembi, kwa sasa ni marehemu. Nimejiongoza chama hiki kwa nyadhifa mbalimbali. Nimechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya serikali ya kijiji mwaka 1998 hadi 2004. 2004 mpaka 2014 nikachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa jimbo, miaka 10 nikaongoza. 2015 nikawa mjumbe wa mkutano mkuu. Nikiwa mjumbe wa mkutano mkuu, lakini nikawa tena mwenyekiti wa kijiji 2015 mpaka 2020. Baadaye 2020 nikagombea udiwani. Haki yangu ikaporwa, Mungu nikasema basi anilinde. Sikukata tamaa. Mwaka jana nikagombea tena. Mwezi wa kwanza tarehe 12 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa jimbo tena, kukiongoza chama kwa miaka 5. Mwezi wa 11 nikachukua ridhaa tena kugombea mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Kama mlivyojua, mambo yakwenda vizuri. Lakini kwa haya machache, kwanza niwashukuru waandishi wa habari kwa wito wenu, ndugu wanachama. Nimeamua kufika mahali hapa katika mkutano na waandishi wa habari na viongozi. Katika alivyoeleza Mheshimiwa Furahisha, kwa kweli na mimi sikuwa nyuma sana. Na mimi kuanzia leo tarehe 14 mwezi wa 5 2025 nimejivua wanachama. Na Chadema hainidai hata senti, lakini Watanzania wote ndio wanaonidai. Nitaamua mabadiliko nitakayoamua kwamba naenda chama cha ukombozi. Mimi nimekuwa miongoni mwa Mheshimiwa Yusufu hapa. Nimeshughulikiwa kisawasawa, lakini haki yangu ikatendeka hadi kusimamiwa na makao makuu. Ningelipaswa singekuwa mpiga kura tarehe 21 ya mwezi wa kwanza kumchagua mwenyekiti wa chama wa taifa, lakini haki yangu ikarudi, nikarudishiwa barua. Nimekuwa nikishughulikiwa mara kwa mara. Hata kama unafanya kazi ya kujenga chama, unashughulikiwa kwenye mitandao ya WhatsApp, Instagram, Twitter na kadhalika. Mwisho nimeona kama nimekuwa mnyonge. Nimeona niwaachie wanaokihitaji kichama, nikafanya mambo yangu. Nitaamua, nitatafakari aidha siku 2-3 kule mbele kwamba nitafanya kitu gani, lakini tutashirikiana na nyinyi kwamba tunafanyaje tulikomboe taifa hili. Nimeshughulikiwa sana. Kuna baadhi ya mambo si ya kuyataja, lakini tutazungumza kadri Mungu atakavyozidi kutuongoza. Niwashukuru sana wanachama wenzangu tulioamua hapo, zaidi ya Watanzania wote mkoa wa Shinyanga, na baadhi ya wananchi wa Kishapu na viongozi wako hapa. Shija Mishamo kutoka kata ya Somageti Kishapu, nina Evans Hilu kutoka kata ya Somageti, nina Emmanuel Kinyami kutoka kata Ndoleji. Wale ni viongozi wa kata. Tumeamua mbele ya umma na dunia ione kwamba kilichotuleta hapa ni nini. Kama alivyotangulia kusema katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Shinyanga aliyekuwa, nilichaguliwa kwa kura za wananchi na Chadema jimbo la Msalala, nikashinda. Ila Chadema kuna utaratibu wa uthibitisho wa makatibu. Jimbo wala linateua, kanda inathibitisha. Tumeingia kwenye uchaguzi wa ngazi ya mkoa. Kama unanipata vizuri, nilishiriki nikawa mpiga kura halali. Tukaingia kwenye uchaguzi wa wilaya, nikawa mjumbe halali, mpiga kura halali. Tukaingia kanda, tumeenda kumchagua mwenyekiti Ngoto akiwa Gimbi,
na Ngoto ilikuwa mpiga kura halali. Tulipotoka pale ilikuja kukuliwa mwanangu, nikatoa taarifa kilichofanyika sasa kwenye uchaguzi huu wa taifa. Ikaonekana kanda ya Serengeti ifanye uthibitisho wa makatibu, na kweli wakafanya uthibitisho wa makatibu. Jina langu halikurudi na jina la katibu wa wilaya ya Kahama halikurudi. Basi nimekaa nipo endelea kujenga chama, umeona. Kwa hiyo sasa kwa leo najua kuna tamko la pamoja, nimeipo. Ilikuwa sijajiandaa vizuri kuzungumza maneno mengi. Najua ipo siku tutakutana na nyinyi tena, ndugu zangu, ambao yatakuwa tunaungana na nyinyi sehemu moja, au kila mmoja anaenda sehemu anayofanyaje anayotaka. Sitaki nitoe tamko langu mimi kwamba natamka hiki, ila kilichonisibu na kilichonipata ni hicho. Ila kwa tamko la pamoja kwa mkoa wa Shinyanga ndio limetuwakilisha sote tulioko hapa.